Karibu katika sehemu ya 4 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Huyu mwanamke mganga alikuwa akimwambia bwana chairman au mwenyekiti kwamba hilo shetani ambalo lilitengenezwa baada ya vifo vya wale mbwa basi huwa linaitwa Imogi. Na akaendelea kusema kwamba kwa kadri vifo vya wale mbwa vinavyokuwa vya kikatili ndivyo ambavyo huyo shetani atakuwa mkatili sana katika moyo wa mtu ambaye atakwenda kumvaa. Na mwanamke huyu anasema kwamba njia pekee ya kuweza kumaliza tatizo hilo basi ni kuhakikisha kwamba wanapata ushirika mkubwa sana na waganga baadhi kutokea huko nchini Japani. Wanaamini kwa njia hiyo wanaweza kumsambaratisha shetani huyo. Lakini mwanamama akaongezea kwa kusema kuwa kuna ngoma inayouzwa na hii ngoma ina nguvu sana, ina uwezo wa kumsambaratisha shetani wa aina yoyote yule mbele yake. Ila changamoto ni kwamba ngoma hii inauzwa zaidi ya bilioni 1.1. Ni gharama kweli, lakini ina nguvu ya kusambaratisha ushetani wote. Lakini mwenyekiti alimtoa hofu mganga akimwambia kwamba kuhusiana na swala la sasampa ama maokoto wala asiwe na shida kabisa. Basi mganga alifurahi kweli kusikia kwamba huyu kiongozi yuko tayari kuinunua ngoma hiyo ya gharama sana. Lakini wakati wanatoka, sekretari alikuwa anamsindikiza huyu mganga, ila mganga akawa amemkamata na kusema kwamba ni kama vile mwenyekiti alitumia nguvu zake, si ndio? Sekretari akasema ndio, alitumia nguvu zake, aliweza kumuua askari mmoja alikuwepo mbele yake na hajitambui mpaka dakika hii na hajui kwamba ana nguvu hizo. Kwa hiyo hapa kumbe kuna siri kubwa sana kati ya sekretari pamoja na huyu mganga. Yaani ni kwamba wao wanajua kwamba mwenyekiti ana nguvu, lakini hawajamwambia kabisa mwenyekiti kwamba ana nguvu za kupambana hata na yule mchawi. Haya macho yako haya, unatakiwa kumwangalia sana mwenyekiti, usikubali aweze kutoka nje hii nyumba. Hakikisha unamlinda na muda wote anakopo ndani ya mjengo, sawa Sasa kweli ni kwamba sekretari huwa anammaindisha sana huyu mganga kwa sababu huwa anampelekesha sana tu. Sasa leo mitaani bana, kuna mwimbaji ambaye amepata skendo mbaya kweli. Sijui alichepuka na mume wa mtu. Sasa anataka kujisafisha kwenye ile skendo kwa kutembelea vituo vya watoto yatima na kutoa misaada kama yote ili kuweza kufukia skendo yake. Tabia mbaya ni tabia mbaya tu. Huyu bidada, kuna katoto fulani yatima kalikuwa kanamgusagusa, dada shikamo, akakasukuma pembeni. Sasa unajua hii ni tabia yake ya asili, ila alikuwa anataka kuigiza tu kana kwamba yeye ni mwema. Lakini wakati ubaya huu umefanyika, bidada Sojini alikuwa akikatazama kile katoto ka yatima, namna ambavyo kalikuwa kanalia baada ya kugusa nguo za bidada mwanamuziki na kuonekana kwamba kameweza kumchafua yule mtu. Kama kawaida, bidada Sojini akakafuata kale katoto akasema, je, ungetamani kumlaani huyo mtu? Lakini kale katoto kakasema, hapana, tumefundishwa kusamehe, hata kama mtu atakutenda ubaya wakati mwingine umsamehe. Basi bidada Sojini likawa limemshuka, kwani mtoto ana moyo wa msamaha. Kawa anaondoka eneo lile, lakini akashangaa kumwona kwamba huyu mwanamuziki yuko kumnyanyasa mfanyakazi wake kutokea katika kile kituo cha watoto yatima. Yani ni hatari na nusu. Alipomsikilizia mpaka yule mwanamuziki alipoweza kuondoka, na kwa bahati mbaya alikuwa ameacha glavu zake pale, akazichukua zile glavu na akataka kuanza kumloga. Ili anataka tu kuanza kufanya manyanga yake, ghafla tu akapokea simu kutoka kwa bidada Jinhee akisema kwamba nina jambo la msingi sana mimi nataka nikuoneshe na ni la muhimu, naomba uje haraka sana. Bwana na hiyo ndio ikawa ponapona ya bidada Zuchu wa huko nchini Korea. Bidada alipofika tu kwa bidada hapa akasema kwamba nataka tumroge yule chairman kwa sababu kupitia ile peni ameweza kumwangamiza mtu ambaye mke wake alikuwa ni mjamzito. Dada aliposikia tu kwamba anayetakiwa kurogwa ni yule mwenyekiti, alifurahi kweli, akasema mimi niko tayari kufanya hivyo, sasa tuandae mpango. Akamwagiza bidada Jinhee kwamba alete picha ya huyo mwenyekiti, lakini pia alete jina lake lililoandikwa kwa herufi za Kichina, lakini pia alete kitu chochote kile ambacho kinatokea katika mwili wa yule jamaa. Dada Jinhee kwa ujasiri kabisa akasema, na kuhakikishia kwamba hivyo vitu nitavileta mapema hivi karibuni. Sasa ili kukamilisha jambo hilo kwa haraka, akamtafuta mwamba mmoja hivi mpelelezi binafsi. Huyu jamaa anaitwa Kim Ping San. Akamwambia aende katika nyumba ya yule mwenyekiti na amletee kitu chochote kile ambacho mwenyekiti anakitumia. Lakini ukumbuke kwamba mwenyekiti ni hatari na nusu, naye japokuwa hajijui. Huyu mpelelezi anayefahamika kwa jina la Kim Ping San akawa moja kwa moja amelikubali lile dili na kazi yake ikawa imeanza rasmi. Akamtafuta dereva binafsi wa yule mwenyekiti wa ile kampuni, akampatia donge nono la fedha na akamwambia kwamba kama utaniletea kitu chochote kile ambacho mwenyekiti wako anakimiliki ama anashindaga nacho mwilini mwake kwa wakati mwingi, basi hili donge nono la fedha lote la kwako. Mwanzoni kaka dereva alikataa na kusema kwamba mwenyekiti wetu yuko makini sana kwenye vitu vyake, lakini kwa sababu tayari mpunga ni mrefu sana akasema basi sawa, haina shida, mimi niko tayari kupokea na kufanya kazi hiyo. Basi kama kawaida ya dereva akawa anamrudisha mwenyekiti nyumbani, na aligundua kwamba mwenyekiti leo alikuwa anatumia kiberiti fulani cha gesi. Akaona kwamba hiki ndio kitu ambacho mwenyekiti anakitumiaga muda mwingi na hichi ndio cha kukiiba. Sasa mwenyekiti alikuwa anaingia ndani ya hoteli kwenda kukutana na wafanyabiashara wenzake. Bwana mdogo akatumia hii kama fursa, akaingia kwenye duka la jirani akanunua kiberiti cha gesi kinachofanania na cha mkuu wake, akawa anaingia nacho kwenye gari. Na wakati huo mwenyekiti alikuwa amerudi akiwa amelewa sana. Mdogo akaona hii si ndio fursa yenyewe na kwenda kumbadilishia kiberiti na mambo yote yanakwenda kuisha. Basi akashuka kana kwamba anakwenda kumshusha mwenyekiti, lakini wakati huo akawa anambadilishia kiberiti. Ila mwenyekiti ni kama alikuwa ameshtukia kitu fulani, ila baadaye dogo akajieleza kwamba nilikuwa nakuweka koti lako sawa. Mwenyekiti akasema haina shida. Dogo akawasha gari na moja kwa moja anakwenda kupeleka kitu alichokuwa amekiiba kwa mwenyekiti mpaka kwa mwamba mpelelezi binafsi.
Lakini baada ya kukabidhisha kile kiberiti akawa amepokea simu, na hii simu ilikuwa inasema kwa hiyo umefanikiwa kuchukua kiberiti changu, si ndio Mwenyekiti kama kawaida yake akacheka sana, akacheka kweli kweli, akasema nimegundua tu niliporudi nyumbani wakati nawasha sigara nimegundua kwamba kiberiti changu kilikuwa kimeisha, ila sasa hivi hiki naona ni kipya. Bwana mdogo alipokuwa akimsikia mwenyekiti namna alivyokuwa anawaka, basi alitamani kukirudisha kile kiberiti hata kwa wakati huo, lakini ilikuwa ngumu kwani mwamba alikuwa tayari ashaondoka. Mwenyekiti aliumia sana, alichanganyikiwa. Kumbuka kwamba mwenyekiti hajijui kwamba ana uwezo fulani ndani yake ambao ni mbaya kupindukia lakini akawa anampigia sekretari wake na kumwambia kwamba nimepoteza kitu changu cha muhimu sana, nifanyeje mimi? Sekretari akamshauri mwenyekiti arudi katika jumba lake lililopo katika maeneo ya mapoli, na akasema kwamba kule kuna ulinzi mkubwa sana, kwa hiyo hawezi kuzurika hata kama kuna tambiko litakwenda kufanyika. Mwamba mpelelezi wa kujitegemea kama kawaida ashafikisha mzigo kwa bidada Jinhee, na akasema kwamba mpaka dakika hii kazi yangu imekwisha kuisha. Naye bidada akampigia bidada Sojin na kumwambia kwamba tayari nimeshakamilisha kile kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Haraka sana bidada akawasha gari yake na moja kwa moja anaelekea kumfuata bidada Sojin ambaye alikuwa amesimama kando kidogo ya geti la kituo cha watoto yatima. Na bidada Sojin alipoweza kuliona gari ya bidada Jinhee akaingia ndani haraka sana, akapatiwa kiberiti, lakini pia akapatiwa jina la mwamba katika herufi za Kichina, lakini akapatiwa pia na picha. Bidada Sojin bila hata kupoteza muda akaanza kufanya manyanga yake pale pale, huku upande wa pili mwenyekiti anahangaika kukimbia kuelekea katika lile jumba ambalo liko katika maeneo ya poli. Lakini ile amefika tu mlangoni, mara pap kimbola kikawa kimeweza kutiki. Ghafla tu mwenyekiti akawa ameganda, wakamwaisha haraka sana kumfikisha ndani. Huyu mwanamama mganga akachukua ile ngoma ambayo amenunua kwa gharama kubwa, akaanza kuipiga ile ngoma. Upande wa pili bidada Sojin baada ya kutuma kile kimbola akashtuka kwamba kuna mtu ambaye anafanya pia tambiko ambayo linapingana na kimbola chake. Bwana ukisikia bato basi hii ilikuwa ni bato ya kiume, japokuwa walikuwa kicheza wa kike. Moja kwa moja maombi yakawa yanaendelea kwa upande wa bidada, lakini pia tambiko kubwa lilikuwa ikifanyika kwa yule mganga. Bidada Sojin leo alikuwa ameingia katika msitu ambao ni kama una kina kirefu, kwani alikuwa akitilika jasho kama lote. Mganga naye alijua kabisa kwamba hii vita anapigana na mtu ambaye ana nguvu sana, basi aliendelea kuigonga hii ngoma kadri anavyoweza. Ishara zikaanza kuonekana baada ya ngoma kupigwa kwa muda mrefu na hakuna aliweza kukubali kushindwa. Mwisho wa siku bidada Sojin akaanza kutirika damu katika maeneo ya macho. Mwanamama mganga naye aliendelea kuidunda ngoma kadri anavyoweza mpaka ngoma ikaweza kupasuka. Huku upande wa pili mpaka vioo vya gari navyo vikaweza kupasuka. Bidada alichozungumza ni kimoja tu, nimeshindwa, kisha akaweza kuzimia. Bidada Jinhee akaanza kuhangaika kumwamsha kwa sababu bidada alikuwa na hali mbaya kweli kweli. Lakini huku upande wa pili mganga akaweza kunyenyuka na kusema kwamba tumeshinda. Naye mwenyekiti akanyenyuka kutoka katika hali ngumu kweli, akawa anasema kwamba niko fresh. Basi waliangaliana mwenyekiti pamoja na mganga, wakacheka sana, wakacheka kweli kweli. Alafu baadaye mganga akasema kwamba nimeshajua ni nani ambaye alikuwa anafanya tukio hili. Akikumbuka kile kimama ambacho tulikiuaga kipindi kile katika maeneo ya misitu. Sasa bana, kumbe kilikuwa na mtoto wake wa kike ambaye sisi tulikuwa tumemsahau. Huyo mtoto wake wa kike ndio alikuwa anakutikisa mzee. Basi hata bila kupoteza muda, yule mganga akamtuma mwakilishi wake kuelekea katika kile kijiji ambapo waliweza kutia nyumba moto ya yule mwanamama. Na huyu jamaa alikuja kupeleleza hapa, akaanza kuchukua dondoo mbalimbali. Wanakijiji pasipokujua hata nini ambacho kinaendelea, kuona kwamba huyu kaka ametokea mjini, basi wakawa wanampa story nzima namna gani ambavyo ile nyumba iliweza kuungua na namna ambavyo yule mtoto aliweza kutoweka kimeujiza ndani ile nyumba. Na wakasema wazi kwamba yule bidada alikuwa anaitwa Sojin, ndio alikupa mtoto yule mama ambaye aliweza kuuliwa na nyumba yake ikachomwa moto. Na mwamba akaenda kuitembelea ile nyumba ya yule mwanamama iliyokuwa imeweza kuchomwa, akaiangalia mwisho wa siku akampigia simu kiongozi wake, akamtaarifu kila kitu na akasema kwamba hako kabidada bana, kumbe kanafahamika kama Kasejun, katakuwa kana miaka 16 sasa hivi. Sasa huku kabidada Sojin hakajui chochote kinachoendelea, kako tu hospitalini, jicho lake moja ni bovu. Sasa kanakuja kushtuka hivi, kanagundua kwamba ripoti yule Jinhee alikuwa yuko kando yake. Sasa bidada akaanza kumuuliza nini ambacho kilikuwa kimetokea katika ile mapambano yako. Akasema kwamba wakati namloga yule jamaa nilikutana na nguvu moja kubwa sana ambayo iliweza kunizuru. Bidada Jinhee ana msongo sana na kuona kwamba yule mwenyekiti mpaka anauliwa. Akasema kwamba kile kiberiti mimi ninacho, tunaweza tukamloga tena. Lakini bidada akasema kama ulishindwa kumloga kwa kutumia njia ya kiberiti mwanzoni, basi uweze kumloga tena kwa njia hiyo. Njia inayofuatia ya pili ni kuhakikisha kwamba unagusana naye ngozi kwa ngozi. Lakini hii ilikuwa ni project ngumu kweli kweli na hatari kuliko kawaida. Lakini pia bana, kitu ambacho walikuwa hawajui, katika hospitali hiyo hiyo ambayo bidada amelazwa, pia naye mwenyekiti alikuja hapo hospitalini kujichekia tu bwana mwili wake. Kwa vibompa wawili wapo katika hospitali moja pasipo kujua. Lakini mwenyekiti akiwa na tabasamu akamuuliza huyu mganga wake kwamba hatima ya huyo mtoto ambaye inasemekana alikuwa anacheza na mimi itakuwa vipi? Lakini mganga akasema kwamba njia aliyoitumia mwanzo hawezi kuitumia tena. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi wewe huwezi ukalogwa kwa kutumia vitu vyako hata kidogo. Akasema kwa sababu nishamjua mtu alikuwa anakuroga, basi bila shaka nishajua hata umri wake. Umri wake utakuwa anacheza kati ya miaka 16 au 17. Kwa hiyo unatakiwa kujiepusha sana na kugusana na watu pasipo mpangilio wote. Huyo mtoto lazima atakuwa na kuvizia sasa hivi aweze kukugusa ili aweze kukoroga. Mwenyekiti kwa moto aliokuwa ameusoma hivi karibuni akaagiza sekretari wake waanze kwanza na dereva yule aliyeenda kupeleka kile kiberiti chake. Alafu akishamalizana na huyo ndo atakwenda kusema kile kiberiti alimpelekea nani. Sasa
Sasa bwana, wakati mganga Jong Q anatoka pale katika eneo la hospitali, si akahisi tu kwamba kuna kibomba mwenzake ndani ya hii hospitali? Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Ni kusitu rafiki yangu kuhakikisha kwamba unagusa alama ya kulike kadri unavyoweza ili tuweze kutoka na kazi hii sehemu inayofuatia. Lakini kumbusha wewe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, hakikisha unagusa alama